Assalamu alaikum wapenzi watazamaji, karibuni katika kipindi chetu maalum, kipindi ambacho tunamnadi mgombea wetu wa chama cha Makini. Mimi kwa majina naitwa Fahmi Khalfan Abdallah, ni katibu mwenezi taifa wa chama cha Makini. Ndugu watazamaji, leo tupo katika kipindi chetu hichi maalum cha kumtangaza na kumnadi mgombea wetu wa urais wa kiti cha urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na si mwingine ni ndugu Ameir Hassan Ameir, mgombea ambaye amesifika kwa sera yake ya laki tano kwa kila kijana ama raia wa Zanzibar. Wapenzi watazamaji, katika mwendelezo wa vipindi vyetu hivi tutakuwa tunazungumzia ilani ya chama chetu, chama cha Makini, na kwa leo tutazungumza swala zima la elimu, endapo mtatupa ridhaa ya kuiongoza serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar na mtampa kura za kishindo Mheshimiwa Ameir Hassan Ameir, basi kwa namna moja ama nyingine kuna mambo kadhaa wa kadhaa katika suala la elimu ambayo tutakwenda kuyafanya. Na kwa kuanzia, kwa mfano kwenye sekta ya elimu ya maandalizi, nini tutakwenda kufanya kwenye elimu ya maandalizi? Kwanza, tutapunguza mkururo wa masomo kwa watoto wetu, tutazizingatia zile K3 kwa maana kusoma, kuandika na kuhesabu. Lakini la pili, tutaanzisha vipindi na mitaala maalum ya masomo ya sayansi na teknolojia. Lakini pia tutakuza na tutaboresha miundombinu ya sanaa na ubunifu, ili kusudi masomo ya sanaa na ubunifu yaanze kuanzia ngazi ya maandalizi. Lengo la chama cha Makini na endapo mtampa ridhaa mheshimiwa wetu Ameir Hassan Ameir, ni kuhakikisha watoto wanakuwa na elimu amali, wanakuwa na ujuzi mbalimbali tangu wakiwa katika ngazi ya maandalizi. Tunafahamu sasa hivi Zanzibar, Tanzania na Afrika kwa ujumla tunakumbwa na wimbi kubwa sana la ukosefu wa ajira, na changamoto kubwa ni kwamba vijana wetu wengi wanaegemea katika ajira rasmi, hawana stadi za maisha, hawana stadi za mikono, elimu amali imekosekana. Kwa hiyo mtakapotupa sisi ridhaa, maana yake ni kwamba katika elimu ya maandalizi tutaanzisha hii mifumo, ili kusudi mtoto anakuwa akiwa na mindset ya kuhakikisha kwamba anaweza kujiajiri pale ambapo umri na wakati utakapofika. Lakini pia tutaboresha miundombinu kwa maana ya majengo, maabara za kitoto. Tutakuwa na viwanja maalum vya michezo kwa watoto wetu kwenye shule zetu za maandalizi. Lakini tutarudisha ule mfumo wa zamani wa watoto wetu kupata breakfast ambayo itakuwa imejitosheleza kiafya, kwa maana itakuwa ni balanced diet. Haya yote yatafanyika chini ya utawala wa Mheshimiwa Ameir Hassan Ameir, endapo tu mtampa ridhaa. Lakini kwa upande wa elimu yetu ya msingi vile vile tutaboresha mitaala, tutapunguza mkururo wa masomo, na tutahakikisha tunaweka yale masomo ambayo yatamsaidia mtoto kwenye maisha yake ya baadaye. Na hasa kwa mfano kwa upande huu wa elimu ya msingi, maanake tutabezi zaidi kwa masuala ya sanaa na ubunifu, sayansi na teknolojia, maabara tutazijenga katika kila shule, ili kuhakikisha maana watoto wetu hawa wanakuwa wamejikita zaidi katika elimu ya amali. Mimi niwaombe na niwaase sana Wazanzibari wenzangu, tumpeni kura za ndio na za kishindo Mheshimiwa wetu Ameir Hassan Ameir, mgombea urais wa chama cha Makini, ili kusudi tuende tukatimize azma yake katika swala zima la elimu. Na hapa tunalenga zaidi kwenye kuboresha hasa elimu kwa vitendo. Mheshimiwa Ameir azma anayo, uwezo wa kufanya hivyo, ubunifu wa kufanya hivyo, na timu ya wataalamu waliobobea na waliotosheleza anao.
Kwa hiyo mimi niwaase sana, tumchagueni Mheshimiwa Amer Hassan Amer kwa lengo la kuhakikisha anakwenda kutengeneza Zanzibar tuitakayo. Wapenzi watazamaji, kwa upande wa elimu ya sekondari, moja ya jambo tutakalolifanya kwanza ni kuhakikisha miongo ya uingiaji wa shule itakuwa ni asubuhi tu kwa watoto wote wa sekondari. Lakini la pili, tutahakikisha tunaajiri walimu ambao wamebobea katika masomo ya sekondari, hasa katika masomo ya biashara, ufundi, sayansi na teknolojia. Tutakachokwenda kukifanya sisi ni kuhakikisha tunaanzisha mitaala ambayo itakuwa ina stadi maalum za ufundi, kuchora ramani, uhandisi, ujenzi, masuala ya useremala, ufundi umeme. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wanatoka pale wakiwa na fani. Mtoto anamaliza kidato cha 4, tunahakikisha anakuwa na fani ambayo itakwenda kumuingizia kipato na kuepusha hili wimbi la vijana kukaa katika vijiwe. Na tutakachokifanya pia, tutaboresha maslahi ya walimu na tutapanua wigo wa ajira za walimu, kwa maana tutaajiri walimu wote wenye sifa stahiki. Lakini walimu tulionao kwenye ajira ambao washaingia kwenye mfumo wetu wa ajira, tunashukuru serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi imefanya kwa kiasi chake. Majengo ya shule tumeyaona mazuri, yana viwango, lakini tunataka sisi tukamsaidia alipoishia. Serikali ya Mheshimiwa Amer endapo atatoa ridhaa, yeye atakwenda kuendeleza pale Dr. Hussein Ali Mwinyi alipoishia. Na lengo letu si kuyabeza yale ambayo Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi ameyafanya, hapana. Tunampongeza kwa yale aliyofanya, amefanya kwa kiasi chake, amefanya kwa wajibu wake, ametimiza kile ambacho yeye kwa utashi wa nafsi yake alipogombea urais alihisi anaweza kufanya na alidhamiria kufanya. Sasa sisi tunataka tukamsaidie na tukatengeneze mazingira ya Wazanzibari pale yeye alipoishi. Kwa hiyo kwa upande wa elimu ya sekondari, moja, majengo tayari hapo. Tunamshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi katika hilo. Sasa sisi tutakwenda kuboresha ile miundombinu ya ndani, ikiwemo vifaa vya kujifundishia pamoja na vifaa mbalimbali ambavyo walimu wanahitaji kuwa navyo. Tutaenda kuboresha maradufu maslahi ya walimu wetu. Kazi ya ualimu ni ngumu. Kazi ya ualimu tunaijua. Lakini tunachokwenda kufanya sisi ni kuboresha maslahi ya walimu ili ile falsafa ya ualimu ni wito itimie. Mwalimu afanye kazi akiwa na moyo. Sio mwalimu yuko darasani lakini anawaza madeni, anawaza mambo mbalimbali. Kwa sisi endapo tutapata ridhaa ya kuongoza nchi hii, endapo raia wa Zanzibar wataamua kwa mioyo yao kumchagua Mheshimiwa Amer Hassan Amer, mgombea wetu wa Chama cha Makini, sisi tutakachokwenda kufanya ni kuboresha maradufu maslahi ya walimu. Na hili ndio wetu kwa walimu. Tieni kura nyingi sana za ndio kwa Mheshimiwa Amer ili akaboreshe maslahi yao. Tutahakikisha maabara zinakuwepo katika kila shule. Lakini leo pia Dr. Hussein Ali Mwinyi ameanzisha science hub katika shule tofauti. Sisi tutakwenda kuzijaza vifaa vya kufundishia, vifaa vya sayansi tutakwenda kuvijaza kule. Lakini tutaanzisha somo maalum la kilimo. Hili tutaanza tangu kidato cha kwanza kwa sababu uti wa mgongo wa uchumi wetu ni kilimo. Kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wetu. Kwa hiyo sisi tutakachokwenda kukifanya ni kuhakikisha tunakwenda kuwafunza watoto stadi za kilimo biashara kuanzia mwanzo, hatua kwa hatua, ili kusudi anapomaliza kidato cha 4 awe na stadi za kutosha za kilimo biashara. Nini lengo? Lengo ni kupanua wigo na kukuza uchumi na kipato cha mmoja, cha kaya, cha familia, cha wilaya hadi pato la taifa. Manake tunataka kukuza uchumi wa jamii zetu. Lakini hili la elimu pia tutahakikisha tunawapa on the job training walimu wetu ili waweze kuendana na kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Walimu wetu sasa hivi wako mbali sana kwenye teknolojia, lakini tutahakikisha tunawapa mafunzo ili waendane na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Lakini kwa upande wa elimu ya kati, elimu ya amali pamoja na elimu ya juu,
sisi tutakachokifanya kwenye elimu ya kati na elimu amali, kila wilaya tutajenga vyuo vya amali na vyuo vya kati. Lengo nini? Lengo ni kuanzisha fani tofauti tofauti ambazo zina mahitaji ndani ya nchi yetu. Lakini tutahakikisha tunapanua wigo wa vyuo vikuu na tutafuta fani zote ambazo tunahisi hazina mahitaji kwenye nchi yetu. Zile fani ambazo tunahisi hazina mahitaji basi tutazifuta, na badala yake tutaanzisha fani mpya ambazo zitakuwa zipo kwenye mahitaji. Na hata hizo tutakazozianzisha, pale tu ambapo tutahisi mahitaji yake yamepungua, nazo tutasitisha, tutaangalia fani nyingine. Maana utaratibu wetu wa elimu ya juu itakuwa tunatoa fani kwa mujibu wa mahitaji. Mahitaji yanaposhuka, basi fani hiyo tunaistopisha, hatuifuti, tunaistopisha kwanza, ili kusudi tuweze kujenerate wataalamu wengine. Kwa maana tutaanzisha fani nyinginezo. Maana yake ni kwamba kila anayeingia chuo kikuu atakuwa anaenda kusoma fani ambazo zipo kwenye mahitaji. Hilo ni. Lakini la pili, elimu ya juu. Kwanza sisi endapo tutapata ridhaa Mheshimiwa Mary mtakapomchagua. Maana yake ni kwamba kuanzia elimu ya maandalizi hadi elimu ya juu, shahada ya kwanza, shahada ya uzamili, shahada ya uzamivu itakuwa ni bure kwa Wazanzibari wote. Na tumesema tunakwenda sisi na sera yetu na inafahamika hivyo kwamba sisi jambo la mwanzo kwenye elimu tutafuta bodi ya mikopo elimu. Ile sheria iliyoanzisha ile bodi, mwendapo Mheshimiwa Mary Hassan Mary ataingia madarakani, basi tunakwenda kuifuta na tutaanzisha sheria mpya ya uanzishwaji wa bodi ya ufadhili wa elimu ya juu. Nini lengo la kuanzisha bodi ya ufadhili wa elimu ya juu? Lengo ni hao watoto wanyonge wanapoingia kwenda kusoma vyuo vikuu wasipewe mikopo, kwa sababu unapompa mkopo maana yake unamsubiri aingie kwenye mfumo rasmi wa ajira uanze kumkata. Maana yake ana miaka kadhaa ya kusubiri makato yaishe ndio aanze kujipanga yeye na maisha yake. Kwa hujui lini atamaliza ili aanze kujiwekea malengo ya maisha yake. Pesa hiyo anataka kujikimu yeye na familia yake, inakuwa ni shida kidogo. Sasa sisi tunaenda kutatua shida hii. Sisi tutakuwa na bodi ya ufadhili wa elimu ya juu. Serikali itakufundisha ukiwekewa masharti nafuu kwamba lazima uitumikie nchi yako kwa miaka fulani. Baadaye tunakuachia, tunakupa uhuru. Maana sharti pekee utakalokupa ni utakapomaliza masomo yako uitumikie kwanza nchi yako kwa muda kadhaa. Baada ya hapo tutakuruhusu ukaendelea na shughuli nyingine ambazo zitakuwa na manufaa na mchango kwa familia yako na jamii. Na endapo utaendelea kusema unabaki kujenga taifa lako, pia ni sawa. Sisi tunachokiangalia ni kuona kwa namna gani tunasaidia hawa watoto wa mnyonge, tunawaita watoto wa wakwezi, watoto wa wakulima. Hawa ndio tunaotaka na tunaolenga kuwasaidia. Kwa mimi ni waase sana katika swala zima la elimu, tumejipanga sana. Na mheshimiwa wetu Mheshimiwa Mary Hassan Mary anaweza, uwezo huo nao, uthubutu wanao, vijana wa kazi, wataalamu wabobezi anao. Kwa maana katika sekta ya elimu ndani ya kipindi kifupi kabisa tunapoingia madarakani, pale tu Mheshimiwa Mary Hassan Mary atakapoingia madarakani, basi suala la elimu litakuwa limenyoka. Na haya tuliyoyaahidi manake tutakwenda kuyafanyia kazi moja baada ya jingine. Na si haya tu, yako mengi, lakini kwa sababu ya ufinyu wa muda, kwa sababu ya uchache wa muda, tunaeleza haya ya vipaumbele ya mwanzo kabisa. Lakini mimi ni waase pia Wazanzibari, licha ya swala zima la elimu, ifikapo tarehe 28 kwa wale ambao wanaenda kupiga kura ya mapema, ni waase, nendeni mkatiki sana kwa Mheshimiwa Mary Hassan Mary. Na kwa wale ambao tarehe 29 Oktoba kura ya wote tunakwenda kupiga kura, ni waase sana, twendeni tukaweke kura ya ndio kwa mheshimiwa wetu Mheshimiwa Mary Hassan Mary, mgombea urais wa Chama cha Makini. Sambamba na hilo, ni waombe na ni waase wa Zanzibar, tukapige kura kwa amani. Twendeni tukachague viongozi wa Chama cha Makini kwa amani kabisa, kwa ustaarabu, kwa kufuata mila na silka zetu za Kizanzibari, bila ya kuleta machafuko yoyote, bila ya kumdhuru yoyote. Kura ni haki yako, lakini ulinzi wa amani ni wajibu wetu sote. Kwa hiyo nenda katimize haki yako, ukikumbuka kuwa unapaswa pia kutimiza wajibu wako wa kuilinda amani. Unapoenda kuchafua nchi,
basi kumbuka una familia wewe mwenyewe, utakwenda kuidhuru. Ama hujidhuru wewe, itadhuriwa na mwingine, kwa sababu ya machafuko tu unakwenda kuyasababisha wewe. Kwa hiyo niwaombe sana, tukapigeni kura kwa amani, turudi nyumbani, tukatulie, tusubiri tume yetu ya uchaguzi itakapotangaza matokeo, na pale tu ambapo matokeo yatatangazwa, ni waase sana viongozi wenzangu, hasa wale ambao wamegombea. Anasema Waswahili, asiyekubali kushindwa si mshindani, na tumeingia kwenye vinyang'anyiro hivi. Kila chama kimepitisha mgombea wake. Naamini waase kila mgombea akubali kuhakikisha kwamba kama amekubali kuingia kwenye kinyang'anyiro, akubali pia kwamba kuna mawili, kuna kushinda na kuna kushindwa. Lolote litakalotokea lipokee kwa mikono miwili. Sema vizungumza vizuri na wafuasi wako, ili tuendelee kuitunza lulu na tunu yetu ya amani tulionayo. Amani ndio kila kitu. Amani ndio msingi wa mkuu wa uchumi wetu. Bila ya amani hatuwezi kufika pahala. Kwa hiyo na mwisho kabisa nimalizie, naomba kura nyingi za ndio kwa mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Ameir Hassan Ameir, mgombea urais wa chama chetu cha Makini, mgombea mtulivu, msikivu, aliye tayari kuwatumikia Wazanzibari. Baada ya hayo, nafikiri tutaonana tena katika mwendelezo wa vipindi hivi, na tutakuja kuzungumza katika nyanja nyingine ikiwemo afya, kilimo na miundombinu. Kwa hiyo tukutane kipindi kijacho, na niseme asanteni sana.